Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu. Kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnuko Global Visa Consultant, ambao sio tu washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni unakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Unaweza kuwasiliana nao kupitia namba hizo chini tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka pamekuwa kuna harakati kadhaa katika eneo la Mashariki ya Kati mpaka kuelekea katika maeneo ya Mashariki ya Mbali. Na movement husika au harakati husika zimekusanya baadhi ya hatua za kidiplomasia, lakini vile vile zimekusanya baadhi ya hatua za kistratejia. Katika upande wa hatua ya kwanza ambayo tumeiona katika siku ya leo ni hatua ya waziri wa mambo ya nje wa nchi Iran, Abbas Araghchi, kuelekea katika nchi ya China. Move ambayo tunaichukua katika uzito wa namna yake, kuzingatia kwanza imebaki takriban wiki moja kwa Rais Donald Trump kuelekea katika nchi ya China. Maana yake kumekuwa kuna matarajio katika siku chache za usoni kwa rais wa nchi ya Marekani, Rais Donald Trump, kwenda kuonana na Rais Xi Jinping. Kwa hivyo hatua hii ya Abbas Araghchi ambaye ni waziri wa mambo ya nje wa nchi ya Iran kuelekea katika nchi ya China inaashiria wazi ni kujaribu kuonyesha sehemu ya ushirikiano ulioko na ulio hai baina ya nchi ya Iran na nchi ya China katika kipindi ambacho maandalizi ya kuja kwa Rais Donald Trump yakiwa yanaendelea, ili kutuma message katika nchi ya Marekani kwamba sehemu yote ya mazungumzo itakayofanyika baina ya rais wa Marekani, Rais Donald Trump, pamoja na Xi Jinping izingatie kwamba Iran bado ina mahusiano na nchi ya China, tena ni mahusiano ambayo yapo katika level ya juu. Lakini jambo lingine ni kwa kuzingatia vile vile kwamba toka kuchaguliwa kwa Mujtaba Ali Khamenei kama kiongozi mkuu wa nchi ya Iran, manake hapakufanyika movement ya namna yote ya viongozi wa juu wa nchi ya Iran kuelekea katika nchi ya China, isipokuwa hii safari manake ndio inazingatiwa kwamba ni moja katika safari za kiserikali ambazo zimehusisha maafisa wa juu wa nchi ya Iran katika upande wa serikali kuelekea katika nchi ya China. Kwa hiyo inawezekana pia ikawa ni sehemu ya kupeleka ujumbe wa kutoka kwa Mujtaba Ali Khamenei. Lakini jambo lingine ambalo vile vile tumekuwa tukilitazama katika safari hii ni kuendelea kutambua sehemu ya ushirikiano wa karibu baina ya nchi ya China pamoja na nchi ya Iran, kwa kuzingatia kwamba hata katika mgogoro wa vita ya takriban siku 40 baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Israel pamoja na nchi ya Iran, kiujumla nchi ya China iliweza kutoa support kubwa kwa nchi ya Iran, especially katika upande wa masuala ya ushirikiano wa kiintelijensia, kwa kuzingatia kwamba miongoni mwa nchi ambazo zilikuwa zikitoa baadhi ya zile image za satellite au zile picha za satellite na mfano wake, sio tu nchi ya Urusi bali vile vile na nchi ya China ilikuwa ikifanya zoezi hilo na lilikuwa limeleta msaada mkubwa. Lakini jambo lingine ni kwa kuzingatia vile vile ushirikiano wao hata katika masuala ya kiuchumi, kwamba moja katika wanunuzi wakubwa ambaye ndio mnunuzi mkubwa zaidi wa mafuta kutoka katika nchi ya Iran, maana yake ni nchi ya China. Kwa ina maana sehemu ya uchumi wa nchi ya Iran imekuwa ikiendelea kuimarika kwa sababu ya ile makubaliano yaliyoko baina ya nchi ya Iran pamoja na nchi ya China. Lakini jambo lingine ambalo ni kubwa zaidi ni kuzingatia kwamba nchi ya China na nchi ya Iran maana yake ni nchi ambazo zikaunganishwa katika engo nyingi, maana yake katika engo kama ya BRICS, ule umoja au ushirikiano ule wa BRICS, lakini vile vile inaweza ikaunganishwa katika sehemu ile ya Shanghai Cooperation Organization, ile taasisi ambayo au ule ushirika ambao unasimamiwa na nchi ya China ambao unakusanya nchi nyingi duniani, vile vile ikihusisha na nchi kama ya Iran. Kwa ina maana safari ya Abbas Araghchi kuelekea katika nchi ya China maana yake inabeba anwani kubwa zaidi ya ushirikiano wa kawaida, bali inabeba vile vile anwani ya ushirikiano wa kistratejia baina ya nchi ya Iran na nchi ya China katika muda ambao kuna matarajio ya siku za usoni ya rais wa nchi ya Marekani, Rais Donald Trump, kuelekea katika nchi ya China. Rais ambaye kwa upande wa nchi ya Iran hawamzingatii kama ni rais ambaye anatakia mema ustawi wa nchi ya Iran, kwa kuzingatia kwamba katika vipindi vyake vyote viwili vya utawala katika nchi ya Marekani ndio vipindi ambavyo inawezekana Iran imeexperience mazingira yenye changamoto zaidi
katika kipindi cha miaka takriban 26, maana kuanzia mwaka 2000 mpaka kufikia mwaka 2026, kwa kuzingatia kwamba katika kipindi cha mwanzo cha utawala wa Rais Donald Trump hata swala la uuzaji wa mafuta katika nchi ya Iran maana lilipungua kiasi cha kufikia takriban 0% kutokana na vikwazo vya nchi ya Marekani. Lakini vile vile inaonekana kama ilikuwa ndio hatua za awali za nchi ya Iran kuingia katika matatizo, kwa kuzingatia kwamba Marekani ilijitoa katika sehemu ya makubaliano ya Joint Comprehensive Plan of Action ambayo yalikuwa yanairuhusu nchi ya Iran kuweza kufanya urutubishaji wa asilimia takriban 3.67, jambo ambalo mwisho wa siku limepelekea mpaka leo hii tunajadili kuhusiana na swala la nyuklia ya Iran. Ni kwa sababu ya maamuzi ya Rais Donald Trump ndio imetufikisha hapo tulipo. Kwa ina maana safari hii ya Abbas Araghchi, ukichukua na msimamo wa nchi ya Iran kwa dhidi ya Rais Donald Trump, maana yake inakuwa inabeba ujumbe mzito zaidi, tofauti na vile inavyoweza kuchukuliwa katika hali ya juu. Lakini jambo lingine ambalo tumeliona katika siku ya leo ilikuwa ni move ya nchi ya Marekani. Kwanza kuwasilisha ile sehemu ya pendekezo lao katika nchi ya Pakistan. Pendekezo ambalo katika muundo wa nje linawezekana likachukuliwa kwamba linakusudia kuweza kumaliza mgogoro baina ya Marekani na nchi ya Iran, kwa maana kwamba moja katika mapendekezo yao ni kwamba Marekani na Iran wote waachie mlango bahari wa Hormuz. Lakini vile vile kwamba kwa hivi sasa maanake kama ni concentration ya mjadala iweze kuelekea katika swala la nyuklia, lakini kuonyesha kwamba pendekezo hili haliashirii kukusudia Marekani kumaliza mgogoro wake, ni kutokana na kauli ya mwisho ya sehemu ya pendekezo husika kwamba iwapo Iran hawatokubaliana na pendekezo hilo, basi Marekani wanaweza wakaishambulia nchi ya Iran. Na hili limekuwa limeendelea kukaririwa na message ambazo Rais Donald Trump amekuwa akituma katika mtandao ule wa Truth Social, ya kwamba Marekani au nchi ya Iran isipokubaliana na sehemu ile ya proposal ambayo au pendekezo ambalo limetolewa na nchi ya Marekani, basi kuna uwezekano wa nchi ya Marekani kuweza kuishambulia nchi ya Iran. Sasa message ya namna hii inapokusanywa katika sehemu ya pendekezo, maana yake inakuwa inaashiria kwamba kile kilichopelekwa hakina lengo ya kufanya makubaliano, bali lengo lake kubwa ni kuonyesha nafasi ya msimamo wa nchi ya Marekani katika kile ambacho inajaribu kukiongea. Katika mazingira ya namna hiyo, maana yake hakuna tunachotarajia mbele isipokuwa ni kwamba proposal usike inawezekana isikubalike. Ina nafasi kubwa kutokubalika katika nchi ya Iran. Ina nafasi kubwa kutokubalika katika nchi ya Iran kwa sababu nyingi. Sababu ya kwanza, mpaka sasa hivi nchi ya Iran haionyeshi kwamba yenyewe inazingatia mapendekezo ya nchi ya Marekani. Na hii vile vile tunaweza kuthibitisha kutokana na hatua ya nchi ya Iran katika siku ya leo kutangaza kuundwa rasmi kwa sehemu ya mamlaka ya usimamizi wa mlango bahari wa Hormuz ambayo inajulikana kama Persian Gulf Strait Authority, ambayo ni mamlaka kamili ambayo kazi yake itakuwa ni kusimamia mlango bahari wa Hormuz, kusimamia sehemu ya kodi ambazo zinachajiwa kwa watu kupita katika mlango bahari wa Hormuz. Kodi ambazo Iran wao wanavyozungumza ni kwa sababu ya sehemu ya usalama ambao wanaitoa katika mlango bahari wa Hormuz, lakini vile vile sehemu ya maelekezo ya namna gani wapi pa kupita ambao wanaendelea kuitoa katika mlango bahari wa Hormuz, kwa kuzingatia kwamba sehemu husika ni sehemu ambayo ina vilipuzi vingi. Pamoja na kwamba ni vilipuzi ambao Iran wenyewe ndio wameviweka, lakini maana yake wameiframe kwamba watachaji watu pesa katika muundo wa namna hiyo. Lakini jambo lingine ni mamlaka ambayo moja katika kazi yake kubwa ni kuhakikisha kwamba inamwadhibu yoyote ambaye atakuwa anakwenda kinyume na hivyo, kwa kuzingatia kwamba kama kuna meli ya mafuta au kuna meli ya mizigo itaamua kupita kinyume na utaratibu wa nchi ya Iran, tafsiri yake ni kwamba inaweza ikashambuliwa au ikakamatwa na kisha ikatozwa 20% ya thamani ya mzigo uliobebwa na nchi ya Iran. Lakini jambo lingine ni hatua ya kusimamia, kwa maana kwamba hii mamlaka itakuwa ina haki ya kusimamia malipo yote yaweze kufanywa katika pesa ya nchi ya Iran. Maana yake sasa hivi muundo utakuwa umebadilika kutoka katika malipo kufanywa kwa pesa ya nchi ya China kwa maana ile yuan, na badala yake sasa hivi malipo yatafanyika katika ile riali ya nchi ya Iran, ambao msingi wa malipo kufanyika katika riali ya nchi ya Iran, moja katika target kubwa ni kujaribu kuongeza tunasema ile demands au lile hitajio la pesa ya nchi ya Iran
Iran ili kuweza kuongeza sehemu ya thamani yake, kuzingatia kwamba itakapokuwa kila mwenye kuhitaji kulipa, maana yake anahitajika awe na pesa ya nchi ya Iran. Kinachotokea maana yake ni kwamba Iran itapata pesa nyingi za kigeni, kwa sababu watu watakuwa wanahitaji waweze kupata pesa za Iran ili waweze kufanya malipo, lakini wakati huo vile vile itasaidia kuweza kuinua sehemu ya thamani ya pesa ya nchi ya Iran, ambayo kwa kipindi kadhaa toka ilivyoanza ile blockade ya nchi ya Marekani iliweza kupungua kwa kiwango fulani. Kwa hivyo ukiangalia move hii ambayo imefanywa na nchi ya Iran, maana yake ni move ambayo inakwenda kinyume na sehemu ya pendekezo la nchi ya Marekani kwamba Iran na Marekani wote waachie mlango bahari wa Hormuz, jambo ambalo Iran wanaonekana kwamba msimamo wao hawaoni kwamba hiyo itakuwa ni lugha ya sawasawa au itakuwa ni pendekezo la sawasawa, kwa kuzingatia kwamba sehemu ya mlango bahari wa Hormuz ni sehemu ambayo Iran waliweza kuidhibiti kupitia vita. Maana yake kuna watu wamefariki ndani ya nchi ya Iran na kuna madhara mengi yamejitokeza ndani ya nchi ya Iran kutokana na mashambulizi yanayofanywa na nchi ya Marekani pamoja na nchi ya Israel. Katika mazingira namna hiyo, wao wakafanikiwa kuweza kukamata sehemu ya mlango bahari wa Hormuz, na ndio maana unaweza ukaona kwamba msimamo huo wa kuhusiana na mlango bahari wa Hormuz maana yake ni msimamo ambao wanaweza wakaendelea kushika, kiasi ambacho hata sehemu ya pendekezo la nchi ya Marekani inawezekana lisiwe na nguvu ya namna yoyote. Na hii ni kawaida kwamba ardhi yoyote inapokuwa inashikwa katika mazingira ya watu kuwa walifariki katika kuipigania ardhi hiyo, linakuwa ni jambo gumu ardhi hiyo kuweza kuiacha iweze kupotea katika hali ya kawaida, au sehemu husika kuweza kupotea katika hali ya kawaida. Na mfano mzuri unaonekana hata katika upande wa Urusi. Manake zile sehemu za Ukraine mashariki ambazo zinajulikana kama sehemu za Novorossiysk pamoja mpaka kwenda katika maeneo ya katikati ya nchi ya Ukraine ambayo yanajulikana kama maeneo ya Malorusia. Yani ni maeneo ambayo Urusi waliyapata kupitia vita. Manake kipindi cha Catherine the Great waliyapata maeneo mengi yale kupitia vita, kupigana na Ottoman Empire na mfano wake, ndio wakaweza kudhibiti yale maeneo. Lakini vile vile maeneo kama ya katikati ya nchi ya Urusi, maana yake ambao yanajulikana kama maeneo ya Malorusia, ni maeneo ambayo aliyapata kutoka kwa Bohdan Khmelnytsky ambaye alikuwa ni mtawala katika sehemu husika, kwa kutaka ile usalama wa eneo lake. Maana yake alitaka msaada kutoka kwa Warusi, ndio asili ya Warusi kuweza kupata maeneo yale. Ndio maana inakuwa ni jambo gumu kwa nchi ya Ukraine kuweza kujiunga na nchi za NATO waje kutawalia katika ardhi ambayo Warusi waliipigania. Yani maana yake jamii ya Warusi huko nyuma walipigana na damu zao zikamwagika katika kudhibiti sehemu husika. Kwa hiyo hii ni formula ya kawaida kwamba watu wanapokuwa wamepigania sehemu husika au wameipata kupitia sehemu ya vita, wakati mwingine inakuwa ni jambo gumu sana kuweza kukubali eneo hilo kuweza kuliacha katika mazingira ya kidiplomasia haya ya kawaida. Kwa hiyo kila tukiangalia katika upande huo, kwanza tunaona kwamba ni move ambayo inawezekana isifaulu ya proposal ya nchi ya Marekani. Lakini jambo lingine ambalo linaonekana Marekani wamekuwa wakilizungumzia katika proposal yao ni kuhusiana na swala la nuclear. Swala la nuclear inaonekana Marekani wamekuwa wakilizungumza, na leo hii vile vile imekadiriwa na Marco Rubio kwamba ukiachilia proposal yenyewe kusema kwamba tuachane na mlango bahari wa Hormuz ubaki wazi, ambao kubaki kwake wazi maana yake kutakuwa kuna advantage kwa Marekani. Sasa ili kuweza kuifanya Marekani isiwe na faida katika swala la uwepo wake kwanza katika eneo la Mashariki ya Kati, lakini vile vile katika swala la mlango bahari wa Hormuz, maana yake ni kwa nchi ya Iran kuendelea kudhibiti sehemu ya mlango bahari wa Hormuz. Kwa hivyo Marekani proposal yao ni kwamba tuachane na mlango bahari wa Hormuz, tujadili kuhusiana na issue ya nuclear. Na moja katika watu ambao vile vile amezungumzia jambo hilo akiwa na waandishi wa habari, maana yake ni waziri wa mambo ya nje wa nchi ya Marekani, Marco Rubio, ambaye kijumla katika hili moja katika watu ambao sisi tunaweza tukawalaumu hasa ni Marco Rubio. Maana yake Marco Rubio yeye ni security advisor, ukiachilia mbali kwamba ni waziri wa mambo ya nje wa nchi ya Marekani, lakini vile vile ni mshauri wa masuala ya kiusalama wa nchi ya Marekani. Katika watu ambao katika siku za nyuma walikuwa wakizungumza kwa namna ya kuonyesha kwamba kuna umuhimu wa kuweza kwenda kushambulia katika nchi ya Iran na ikibidi kuangusha nchi ya Iran, manake ni Marco Rubio. Alikuwa akiakariri ya maneno akiwashutumu wale viongozi wa nchi ya Iran kwamba ni viongozi ambao hawajui geopolitics. Manake wanajadili mambo ya geopolitics katika upande wa theolojia, katika upande wa nadharia za dini, kitu ambacho hakikuwa jambo la sawa. Ni watu ambao wako very smart. Wa Iran wameprove kwamba ni watu ambao they are very smart. Kwa hivyo katika upande wa issue ya nuclear ambao sasa hivi amekuwa akizungumza Marco Rubio, inawezekana vile vile isipate uhai, kwa kuzingatia kwamba mpaka sasa hivi ukiangalia katika proposal ile ya point 14 ambayo ilitolewa last time na nchi ya Iran,
haikuzungumzia kabisa swala la nyuklia, haikuzungumzia kabisa swala la nyuklia, bali msimamo wake ilikuwa ni kwamba kwanza blockade ya Marekani iweze kutoka, ndio ikibidi pazungumzwe masuala ya nyuklia. Lakini vile vile ilikuwa ni kuonyesha kwamba ukiangalia katika speech ya Mujtaba Ali Khamenei ilikuwa imekusanya ulinzi wa mipaka ya nchi ya Iran, ulinzi wa mipaka ya ardhini, mipaka ya angani, mipaka ya baharini, kwamba nguvu inayotumika katika kulinda mipaka ya nchi ya Iran ndio nguvu itakayotumika katika kulinda uwezo wa silaha za nchi ya Iran, manake kama zile ballistic missiles. Lakini statement ya ballistic missiles ya zile silaha ilikusanywa pamoja na ulinzi katika upande wa nuclear program, kitu ambacho kilikuwa kimestua kidogo kwa kuonyesha kwamba huenda nchi ya Iran hivi sasa imeamua kuchukua msimamo ya kwamba wanakusudia kwenda kutengeneza kabisa silaha za nuclear. Kwa hivyo Marekani malaki katika kitu ambacho vivyo nakizungumza sasa hivi ni swala la discussion kwenda kufanya kuhusiana na masuala ya nuclear na kuachana na swala mlango bahari wa Hormuz. Kiujumla ni kwamba proposal husika hatuoni kwamba itafaulu. Hatuna hakika kwamba itafaulu kwa kuzingatia kwamba discussion yote au proposal yote inayotolewa na Marekani, lengo ni moja tu, lengo ni mlango bahari wa Hormuz. Discussion za nuclear na vitu gani, hivyo vitu vyote ni vitu ambavyo wala hata havina nguvu. Manake discussion ya nuclear kiasili sio discussion ya nchi ya Marekani. Ukiangalia katika makubaliano ya Joint Comprehensive Plan of Action ambayo yaliingiwa katika mwaka takriban 2015, hayakuwa yakionyesha kwamba Marekani msimamo wake dhidi ya nchi ya Iran ni kwamba isifanye urutubishaji kabisa. Hapana. Marekani ilikuwa imekubali Iran waweze kufanya urutubishaji kwa takriban 3.67%, lakini suggestion ya kuhusiana na program ya nuclear kustop kabisa, hiyo ni suggestion ya nchi ya Israel. Kwa hiyo maana yake ni kwamba katika upande wa masuala ya kistratejia, Israel sasa hivi hawezi kupita mbele. Wanaopita mbele kuhusiana na masuala ya kistratejia ni Iran wenyewe na nchi ya Marekani. Na nchi ya Marekani maana yake ina uwezo wa kuwasilisha sehemu ya pendekezo la kistratejia la nchi ya Israel. Mojawapo ni kuitaka Iran iweze kustopisha program ya masuala ya nuclear. Jambo ambalo kwa hakika hatuamini kama Iran vile vile watakubali kuhusiana na hilo, kwa kuzingatia kwamba program ya nuclear katika nchi ya Iran sio program ya silaha peke yake, bali maisha ya Wairani hivi sasa yanategemea program ya nuclear, kwa kuzingatia kwamba wanazalisha umeme kupitia nuclear katika zile center kama za Bushehr. Lakini vile vile program za kilimo zimekuwa zinazingatia zaidi, zinategemea sayansi ya masuala ya nuclear na mfano wake. Kwa hiyo kuna mambo mengi ya kuendesha maisha ya Wairani hivi sasa yamekuwa yakitegemea program ya nuclear. Kwa hivyo inavyokuja proposal moja kwa moja ya kusema kwamba ile program ya nuclear aidha istop kwa muda wa miaka 12 au na mfano wake, ni jambo ambalo bila shaka linatupa mashaka makubwa ya kwamba Iran wanaweza kulikubali jambo hilo. Lakini jambo lingine ambalo tumeendelea kuliona katika siku ya leo ni hatua ya nchi ya Marekani kuweza kustopisha operesheni yake ambalo kwa ameipa jina la Project Freedom, ambalo lengo lake kubwa hasa ilikuwa ni kufungua mlango bahari wa Hormuz. Lengo lake ilikuwa ni kutoa escort au kusindikiza baadhi ya meli za biashara na mfano wake kupita katika mlango bahari wa Hormuz. Jambo ambalo tulizungumza katika video yetu namba 49 kwamba ni jambo ambalo haliwezi kufaulu, na limeprove hivyo kwa Rais Donald Trump kuweza kusitisha operation hiyo. Lilikuwa haliwezi kufaulu kwa sababu nyingi. Kwanza kwa kuzingatia sehemu ya mlango bahari wa Hormuz ni sehemu ambayo imetegwa vilipuzi karibia sehemu zote, na ndio maana Irani wenyewe ndio wanaweza kuelekeza upite wapi na uingilie wapi. Kinyume na hapo, maana yake unaweza kupata madhara. Lakini jambo la pili kwa kuzingatia kwamba mifumo ambayo wameitengeneza katika mlango bahari wa Hormuz, kwa mfano kwa kutumia zile speedboat na mfano wake, zimetengenezwa kuweza kukabiliana na hali zote za uwezo wa meli za nchi ya Marekani, kama zile aircraft carrier au zile destroyer na mfano wake. Maana yake zile zote haziwezi kukabiliana na zile speedboat kwa sababu ni zimetengenezwa mfano wa drone. Maana yake zinaweza zikaja nyingi kwa wakati mmoja kiasi cha kufanya kile kifaa kilichokuja kwa ajili ya kukabiliana kwa ajili ya kusupport hiyo mission ya hizo meli zenyewe iweze kufaulu, iweze kufeli kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo katika mazingira namna hiyo, maana yake ilikuwa ni move ambayo tulikuwa tunatarajia moja kwa moja haiwezi kufaulu, na kwa hakika imeweza kuprove hivyo kutokana na nchi ya Marekani kuweza kustopisha sehemu ya operation hiyo. Pamoja na kwamba katika upande wa Marekani inaweza ikatafsiriwa kwamba ni tunasema ni positive gesture
ni sehemu ya mkono wa amani ambao wamejaribu kuonyesha kwa nchi ya Iran, wakati proposal yao vile vile au ile pendekezo lao linakwenda katika nchi ya Pakistan, kwamba kuonyesha kwamba sisi nia yetu ni njema, ndio maana tumeweza kuzuia hata ile Project Freedom au ile operation ya Project Freedom kwa ajili ya kukabiliana katika mlango bahari wa Hormuz na kuruhusu meli ziweze kupita. Lakini kiujumla ni kwamba kile ambacho kiko wazi ni kwamba Marekani asingeweza kufaulu katika project husika. Sasa kiujumla ni kwamba kile tunachokiona ni Marekani anapigania uhai wake katika eneo la Mashariki ya Kati. Ndio hitimisho ambalo tunaweza tukalifanya kwamba Marekani anapigania uhai wake katika eneo la Mashariki ya Kati, kwa sababu zile njia zote za kawaida za nchi ya Marekani imetumia nguvu na mission ikashindwa kufaulu, kiasi ambacho yeye ndo akawa analazimisha waweze kuingia katika ceasefire. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, issue ya mlango bahari wa Hormuz inabaki kwamba ni roho ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati, mpaka kuamua kuleta proposal kwamba Marekani wao waondoke na Iran waweze kuacha mlango bahari wa Hormuz. Ni kwa kuzingatia mlango bahari wa Hormuz. Mlango bahari wa Hormuz katika nchi ya Marekani una faida katika njia mbili. Faida ya kwanza inaweza ikatengenezwa kwa Marekani yenyewe ku control mlango bahari wa Hormuz, na faida ya pili inaweza ikatengenezwa kwa Marekani kuhakikisha kwamba mlango bahari wa Hormuz upo wazi kama ulivyokuwa nyuma ya hapo. Lakini katika mazingira ya namna hiyo, maana yake mlango bahari wa Hormuz inabaki kwamba ndio credit muhimu sasa hivi kwa nchi ya Iran. Credit ambayo kama tulivyozungumza hapo awali wameipata kupitia vita, na katika mazingira ya namna hiyo maana yake inaweza ikawa ni ngumu kuweza kuiacha katika mazingira ya mazungumzo ya mezani, na ili hali wao waliweza kuidhibiti kupitia vita. Lakini kiujumla bado tuna muda wa kuendelea kutazama mambo haya yote kiujumla, tukitaraji kwamba huenda katika muda ujao tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu naitwa Maulid Ali Mnukwa, ni kuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu, na ni kuombe usahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na comments. Uwe na muda mwema.